Tanzania ni miongoni mwa nchi ambayo inasifika duniani kote kuwa ni kisiwa cha amani kwa zaidi ya nusu karne sasa. Kwa kuzingatia umuhimu wa tunu hii adhimu, shirika la Foundation for Community Involvement, yani FCI, kwa kushirikiana na shirika la WeWorld pamoja na Tabufo chini ya ufadhili wa European Union, wametoa mafunzo ya siku 2 ya kujenga amani na namna bora ya utatuzi wa migogoro kwa takriban vijana 12 kutoka vijiji mbalimbali vya kata ya Msimbati, halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Mafunzo hayo yaliyotolewa hivi karibuni yamehusisha vijana wa kike na vijana wa kiume pamoja na watu wenye ulemavu, lengo likiwa ni kuhakikisha jamii inaendelea kuwa salama ili kuhakikisha amani na utulivu unaendelea kutawala, mathalan maeneo ya pembezoni ambayo yanapakana na nchi jirani ya Msumbiji. Hatua hiyo imejiri baada ya kuona vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Hivyo shirika la FCI pamoja na WeWorld wamekuja na mradi wa kujenga amani ili kuhakikisha vijana wanakuwa mabalozi wazuri wa amani. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpimbita na hii ni Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa field. Kwa majina naitwa Kasim Chikwenga, ni mkurugenzi wa shirika Foundation for Community Involvement, kwa kifupi FCI. Ni shirika ambalo ni partner wa mradi wa kujenga amani ambao tunatekeleza kwa pamoja na shirika la WeWorld, Tabufo tukifadhiliwa na European Union. Ni mradi ambao unalenga kujenga amani kama ilivyo jina la mradi, pamoja na utatuzi wa migogoro katika jamii. Na utekelezaji wake tunatekeleza katika eneo la Mtwara vijijini, kwa maana halmashauri ya Mtwara, lakini kata ya Msimbati. Tumechagua kata ya Msimbati kwa sababu ni kata ambayo kata yenye historia, lakini iko pembezoni mwa ukanda wa bahari ya Hindi. Ninapozungumza iko pembezoni mwa bahari ya Hindi, ni kata ambazo pia zinapitiwa na changamoto za masuala ya uvamizi wa vurugu. Lakini lengo kubwa la mradi huu wa sisi FCI kama partner ni kwamba kuwajengea uwezo vijana waweze kutambua njia sahihi za utatuzi wa migogoro, namna ya kutambua ile migogoro, vyanzo vya migogoro, lakini waweze pia kuiwezesha jamii kwa pamoja namna ya kuzuia migogoro wasifikie kwenye vurugu. Lakini kama vijana tunaamini vyanzo vikubwa vya kuwepo kwa migogoro kwenye jamii kupitia vijana. Maana yake vijana pale wanapokuwa wana shughuli za msingi ama shughuli maalumu za kufanya za kujiingizia kipato, ile inawavutia pia wakishawishiwa kuingia kwenye makundi ya vurugu. Sasa sisi tumeona pamoja na kuwajengea uwezo wa masuala ya kujenga amani na utatuzi wa migogoro, lakini pia tunajengea uwezo ili waweze kutambua fursa za mikopo ya halmashauri ambayo inalenga vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Vijana waweze kuifikia na kuitambua ile mikopo, waweze kuwezeshwa kupitia vikundi vya ujasiriamali katika utekelezaji wa shughuli zao za miradi. Lakini pia watakapokuwa wanatekeleza shughuli za miradi, shughuli halali, maana yake watakuwa busy na shughuli zao za kujiingizia kipato, shughuli za kiuchumi. Lakini wawe mabalozi ambao watashiriki pamoja katika jamii yao kutatua migogoro endapo kama itakuwa imejitokeza, ili kuepusha vurugu. Kwa majina naitwa Isaac Dawa, ni mratibu wa miradi kutoka shirika la Foundation for Community Involvement FCI. Chini ya mradi wa vijana na amani, kwa kushirikiana na WeWorld chini ya ufadhili wa Umoja wa Ulaya, tumeweza kutekeleza mafunzo kwa vijana 12 kutoka kata ya Msimbati. Mafunzo yalikuwa yanahusu utatuzi wa migogoro, lakini pia namna ya vijana kuweza kupata ile mikopo ya 10% ya halmashauri na kuweza kuimarisha mahusiano baina yao na viongozi wa serikali, namna ya kupata hii mikopo, lakini pia na namna ya kutatua migogoro kwa njia ya amani pasipo kuleta vurugu.
Kwanza kabisa mafunzo tuliotoa leo yanatija kwa vijana, kwa jamii kwa ujumla. Kwanza wao kuweza kutambua migogoro iliyopo kwa jamii yao, lakini pia kushirikiana na viongozi wa serikali na wadau mbalimbali namna ya kutatua hiyo migogoro, hasa ikiwepo ile migogoro ya upatikanaji wa mikopo ya 10% ambayo ilikuwa ni chanzo kikubwa cha migogoro. Kusaidia vijana au yatawapa chachu vijana wao namna ya kuweza kupata ile mikopo kwa njia ya amani, lakini pia kwa kushirikiana na viongozi wa serikali ili wao waweze kujikwamua kiuchumi, lakini waweze kutatua migogoro yao kwa njia ya amani bila kuleta vurugu. Vijana wameweza kupata mafunzo vizuri na kuweza kupata uzoefu wa namna ya kutatua migogoro iliyopo katika kata yao. Sasa wameweza kutoa mifano ambayo inaendana dhahiri kabisa na mazingira yao na kugusia namna ambavyo wataweza kwenda kuitatua migogoro hiyo kwa njia ya amani ambayo itaenda kuwanufaisha wao na viongozi wao kwa ujumla na kuimarisha mahusiano yao na viongozi wa serikali. Nao baadhi ya vijana waliopata mafunzo hayo wamekuwa na haya ya kusema. Kwa jina naitwa Salumu Mkopi, natokea kata ya Msimbati, kijiji cha Msimbati. Hapa nimepata faida kupitia haya mafunzo ya athari za migogoro katika jamii. Mafunzo haya sitonufaika mimi peke yangu. Nadhani nitapofika huko Swahilini basi naweza kuwapatia na watu wengine. Hii faida nilioipata hapa nisiweze kunufaika mimi peke yangu. Naweza kusema yamenibadilisha kwa sababu kuna baadhi ya vitu ilikuwa sivifahamu. Cha kuwaambia kikubwa wasitusahau sana, iwe wanakuja kutupa hii elimu ili iweze kutusaidia sisi na jamii kwa ujumla. Kwa majina naitwa Sumaya Shafii, nimetokea Msimbati. Kitu ambacho mimi nimeanza kujifunza, cha kwanza nimeanza kujifunza migogoro. Vile vile nimeanza kujifunza aina za migogoro. Kwangu mimi elimu ambayo nimeipata leo nitaenda kuitumia watu ambao watapata migogoro aina mbalimbali, kwani kwa elimu niliyopata nina uwezo wa kutatua hiyo migogoro. Elimu niliyoipata leo ina umuhimu, maana naweza kwenda kuifanya jamii yangu ikawa na amani kwa migogoro mbalimbali. Kuna vitu tu vingi vimebadilika, maana tunaweza tuseme hapo awali mwanzo naweza nikaona mgogoro na nisifuatilie wala nikaacha, lakini kwa sasa hivi kwa kupata elimu hii imeniwezesha mimi yani niwe na ile hamasa kwamba katika jamii kuna mgogoro, watu fulani wanapata mgogoro, na ile hamasa kwenda kuwasuluhisha na kuweka mambo vizuri. Kwa majina naitwa Mumtanziru Hassan Salumu, ni mkazi wa kata ya Msimbati, kijiji cha Ruvura. Tumejifunza kujenga amani, lengo kuu la mradi. Kama mimi balozi ambaye nimeteuliwa katika kijiji changu, nitajitahidi kupambana na hiyo migogoro ambayo itajitokeza, ambayo nitaweza kuitatua mimi. Ambayo siwezi kuitatua, nitafikisha sehemu husika, katani au kijijini na polisi kijumla. Yana umuhimu sana kwa sababu sisi tupo mipakani. Tulipo mipakani kuna changamoto nyingi sana. Nchi jirani hapo Mozambiki inaweza wakaja watu wakachukua watu 30 kusema mfanyie kitu, labda mje bomoe shule mtapata milioni 5, kwa sababu lengo la kuja mradi kutukumbusha sisi vijana, mimi kama barozi tuondokane na hali hiyo. Wakija watu tuamini sisi ni wazalendo kwenye nchi yetu, wakija tu kama hao tuwafikishe watu sehemu husika. Nimejifunza vitu vingi, kujua changamoto, kutatua migogoro, kujua haki zangu binafsi nifenyeje, pamoja na kuhamasisha vijana kwenda kujiongea kwenye mikopo. Maana 90% tulikuwa tunakaa vijiweni tunadanganyana. Ni kikawaida wafadhili tunaomba sana wasituache nyuma. Mesije wanakuja leo, kesho wakatusahau. Naomba endeleo hii mradi uendelevu. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpembita wa Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.